Hii kuhusu DCI na Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anaweza kulalamika kwa sababu ukosefu wa usalama katika eneo lake na vile vile katika maishani mwake. Nataka kuambia DCI kiongozwa na huyo mkuu katika hiyo ofisi, unajijua. Yangu ni kuambia tu, kama mtu alifanya makosa na vile vile akatolewa ofisini akawekwa nyumbani, alibanduliwa. Kubanduliwa kwa mtu haimaanishi sasa umnyang'anye usalama. Ulinzi ni kitu muhimu kwa kila mtu. Hata wewe ulipo katika hiyo ofisi, kuna siku moja ambao utakuwa na stafu na wetu mwananchi wa kawaida, lakini utakuwa unahitaji usalama na mazingira yako vile vile itakuwa inahitaji usalama. Sasa yangu ni kuambia DCI, tamki ambaye Rigathi Gachagua anazungumzia ni masuala kuu na vile vile ni ukweli. Amekosa ulinzi katika eneo lake. So William Ruto tunakuunga mkono. Wewe ndio wa kusema. Zungumza na huyo mkurugenzi mkuu katika DCI aweze kupea aliyekuwa naibu yako Rigathi Gachagua walinzi ili aweze kulindwa. Mtu hawezi amka asubuhi na sema ana usalama. Anajua kila ambaye anapitia. Na hii inaenda kwa kila mtu. Waweze kupea huyo Rigiji usalama ambaye inafaa. Usalama ni kitu muhimu, hata kama tunakuunga mkono, mpe tu. Tia tu sahihi, hata kama ni ngumu, zungumza Murkomen. Inafaa zungumze wewe kama waziri mkuu wa usalama. Zungumza na huyo DCI kama wewe ni mwaziri, ili aweze kupewa ulinzi ya kutosha. Hakuna venye mtu anakaa katika hiyo kiti alafu baadaye ananyang'anywa walinzi. Apee tu hata kama ni polisi 3 waweze kulinda mali yake. Watu wengi wajafurahia na yeye, hata kule kwetu kuna wenye wanataka kumnyang'anya. Lakini hiyo sio nzuri. William Ruto, simama wewe kama machei nchi na mawaziri wako. Ikiwa wewe mawaziri wa usalama, mkae chini na mkurugenzi wa DCI waweze kuzungumza ili Rigathi Gachagua apewe waziri ya kutosha. Ulinzi, wampe ulinzi. Hata kama alistaafu, alibanduliwa, alifanya makosa, tulikubali alifanya makosa. Lakini mambo ya usalama inafaa kwa kila mtu. Mtu kama amestaafu, ama amefukuzwa, ama ametiwa kalamu na kila mtu kwa sheria, usalama ni kitu muhimu sana kwa kila mtu. Weza tu kutenga idadi, hata kama ni polisi 3 ama ni 4 ama ni 5, waende walinde huyo mtu, kwa sababu Rigiji baada kuna historia alichangua pakubwa sana kwa William Ruto kwa kura huko Mlima Kenya. Angekuwa Ruto angezoea hizo, angezoea kura nyingi kutoka Mlima Kenya. Na sasa hivi vile tunaunga William Ruto mkono, tuko naye ana kwa ana. Tutamchagua tena, lakini mambo ya usalama inahitajika kwa kila mtu. Wakenya wanaona, wanakutazama. Sasa tunakuomba, kama unataka kuonyesha kuwa wewe ndio rais mzuri, unatenda kazi nzuri nchini Kenya, hakikisha umetenga idadi fulani ya walinzi ili waweze kulinda Rigathi Gachagua. Hata kama alibanduliwa ofisini hakufurahia, jiandae tu uzungumze na mkurugenzi mkuu katika ofisi ya DCI aweze kumpea waziri ya kutosha. Ulinzi ni kitu muhimu. Ulinzi ni kitu muhimu kwa kila mtu. Ulinzi ni kitu muhimu kwa kila binadamu. Ulinzi ni kitu muhimu kwa rais na kwa watu wote ambaye wanasafu katika nchi. Asanteni sana. Ya kwanza tunaanza na hii mambo ya Matiang'i kuandaa mkutano. Mimi yangu ni kuambia kuwa Matiang'i, kama unaandaa mkutano haina shida, umeruhusiwa kuandaa, lakini ukuje na agenda, kwa sababu hii Kenya kuna jamii wengi
lakini hii jamii wenye unaenda kuandaa hii mkutano, wenye watahudhuria hiyo mkutano watahudhuria tu, lakini si kwa sababu ya kufuata mkononi ambayo utakuwa umeandaa or mimi yako. Hii mkutano iandae tu, lakini yangu ni kuambia jipange tu mapema, kwa sababu umetesa Wakenya. Wakati ambao ulikuwa waziri wa usalama, watu walichapwa vibaya sana. Hata wakati wa corona, wakati ambao mwaka 2020 watu walichapwa, watu walihangaika kwa sababu wewe ndio ulikuwa waziri wa usalama wakati huo. Sasa Wakenya wanakutazama na vile vile wanakuangalia jinsi unafanya, kwa sababu hawajasahau. Hata vile vile wakati ambao ulikuwa waziri wa elimu, kuna watu wenye ulipunguza alama zao. Idadi ya Wakenya wengi walipata alama ya chini kabisa kuliko waziri anayedumu sasa, hata waziri ambaye hayati George Magoha. So hao ndio walifanya kazi vizuri katika serikali ya Uhuru Kenyatta. We katika serikali ya Uhuru Kenyatta ulikuwa na kesi ya kwanza, kesi ya ardhi. Ulinyakua shamba nyingi hii nchini Kenya. So Wakenya wenye ulinyang'anya shamba saa hii wanakutazama. Hata hiyo mkutano watakuwa huko, watakuwa na kuangalia tu jinsi unavyozungumza, lakini ukifika uchaguzi na kuambia utashtuka. Kama huwezi unganisha jamii kutoka Nyanza na vile vile Western na Pwani, Kenya nzima, huwezi chaguliwa hii Kenya hii. Na vile vile uende huko na kutuma Gusiland. Endo zungumze na hao watu wa nyumbani ili waweze kujua wewe ndio kiongozi wao. Kwa sababu hata kule Nyanza kusini ambao unatoka huko Kisii, ujulikani, kuna sehemu zingine watu wakujui. So hiyo tangazo yako tena tu tangaze, lakini mimi nia yangu na nia Wakenya wanajua utakuja kusimama. Lakini uweze kueleza, uchukue tu hata kama ni karatasi, uandike insha 3, nieleze mbona kama ulikuwa waziri wa elimu watu walipata alama chini. Vile vile wakati wako wenye ulikuwa waziri wa usalama, Wakenya walihangaika, vitu vya watu waliibwa, watu walichapwa hadi wazee. Mzee anashika poli ya stima na nyoroshwa viboko. Mtu wa miaka 50, 70, 80, 90 huko anachapwa kama mtoto. Vitu kama hizo, na wewe ulikuwa umenyamaza na ulikuwa unapata mshahara. So vitu kama hizo, kama unataka kusimama rais nchi hii, enda tu chini kuanzia saa hii, upige magoti uweze kuomba Wakenya msamaha, kwa sababu uliwatesa wakati ambao ulikuwa waziri. Wazee walichapwa, akina mama wazee walichapwa ukiwa waziri wa usalama wakati wa corona mwaka 2020. Wajasahau. Na vile vile ardhi zenye umenyakwa nchini Kenya uweze kuwarudishia, kwa sababu hizo ardhi wako na wale ambao wanamiliki hizo ardhi umenyakua. So yangu ni kuambia uweze kuwarudishia, nuombe kila mtu msamaha. Watu wengi uliwatesa, hasa jamii kutoka Nyanza wanakujua. Watu waliuawa mwaka 2017 wakati wa uchaguzi, wakati ambao koti iliweza kusema kuwa uchaguzi haikuwa huru na haki. Kuna watu wengi walikuwa wameuawa kabisa wenye walienda kushiriki katika maandamano. Ulikuwa waziri wa usalama na ulikuwa umenyamaza tu. Watu walikuwa na uawa na umekaa hapo. So Wakenya wanakujua, umejulikana hadi huko Western, wanakujua tabia zako vizuri sana. So hiyo mkutano tu enda tu andani, nunua watu kabisa wajae wazungumze, lakini kaa kujua ardhi rudishwe, alama ndogo yenye watu walipata ukiwa waziri wa elimu uweze kuzungumzia, na vile vile hao watu uweze kuajiri. Kama sio hivyo, jiandaa kwenda nyumbani. Na mwenye atachaguliwa hii nchini hii sio mwingine bali ni William Ruto, kwa sababu yeye anaweza kusimama na chama cha ODM. Wewe tayari uko na chama chako, chama ambayo ilishadumu, Jubilee. Saa hii wakati wake ni kwenda nyumbani. Wewe unasukuma watu wakuje nayo, akina yule mzee mwenye alianguka huko Kiambu wakuje na hiyo chama waweze kusimamia, ndio kuje nayo. Lakini kama ukijua chama ambayo inadumu, kama huwezi fuatilia na kuunga mkono ODM, huwezi chaguliwa hii nchi, kwa sababu William Ruto anaenda kusimama na hiyo chama. Na kila mtu, iwe jamii kutoka Nyanza, Western, kila sehemu ya Kenya yote mpaka kusini, kaskazini,
watakuwa naungana na vile vile waweze kuchagua mtu kutoka kwa hiyo chama, kwa sababu hiyo chama ni chama ambayo imejulikana. Kama huwezi shiriki hapo, huwezi chaguliwa. Hiyo chama cha Jubilee tulishatupea 10 akaenda nyumbani. Sasa chama ambayo inajulikana na watu wengi nchini Kenya ni ODM. Hata UDA sasa hii UDA inaenda kusambaratikwa kwa sababu William Ruto hawezi kusimama na hiyo chama tena. Sasa ni kuambia Matiang'i, jiandae tu. Ukienda pale uweze kuzungumzia ardhi za watu ulionyakua ukiwa waziri wa usalama. Vile vile uweze kuomba wazee msamaha, kwa sababu kuna wengine wako walipokea viboko kweli kweli kama watoto, na hiyo ni hatia, ni utamaduni ambaye haistahili nchini Kenya kuchapa wazee. Nao ndio inafaa waonyeshe watu mwelekeo, vijana, na vile vile kufunza watu. Kwa ushawanyorosha viboko watoto wakaona wakacheka, wazee wakichapwa, vitu kama hizo ni inahitajika. Na umenyamaza, unataka kusimama au utachaguliwa kuja hapa Jacaranda, tutakumbusha. Ya pili,